One Day TV Online. Bwana mambo vipi wapenzi watazamaji wa One Day TV Online. Yuko hapa ni Jero kama Jero kipenda niite Mr. Mabrand. Ikiwa ndo first time mara kwanza kuingia katika skins One Day TV Online, fanya kama subscribe, like na comment toka umecheza zaidi. Katika siku ya leo tumefanikiwa kupiga mastori na kocha wa timu ya D3. Atatuelekeza mazingira maana tunaona hapo maandalizi ya zozini atadifahamisha. Bwana kocha mambo vipi? Fresh kabisa. Familia? Ndio familia. Mambo mengine nasemaje? Tunamshukuru Mungu ni kwema kabisa. Wapenzi watazamaji wa One Day TV Online wangetaka kufahamu sijui unaitwa nani? Kwa majina naitwa Nicholas Kitangaza, ila kwa kufuatana kusimamia timu ya D3 City, jina langu naitwa Anelka. Anelka. Ndio. Kocha, tungetaka kufahamu kwa sababu tunaona maandalizi ya shamshamra zoezi yamekuwa makali sana. Tungetaka kujua kuna jambo gani mnatuandalia hapa? Ndio, ni lazima maandalizi yawe makali kwa sababu mchezo ambao unafuatia ni mchezo wa ujirani cha kwanza. Halafu cha pili ni mchezo mgumu sana ambao bila zoezi hauwezi ukafika kwa ile lengo ambao unategemea, kwa sababu ukiangalia ni mchezo baina ya D3 na A3, ni majirani hivyo, na istoshe mara nyingi huwa tunaandaa zoezi kwa pamoja. Kwa hiyo tunapoachishwa kwa sababu ya mchezo, natakiwa maandalizi haya makubwa kwa sababu ya kupata matokeo ala ambayo yatafurahisha jamii. Okay, tungetaka kujua anyway D3 na N1 ya tatu. Inakuwaje mpaka ngoma hiyo kali hivyo? Inatokana nini? Ndio, cha kwanza inatokana na ujirani. Ndio cha kwanza hicho. Na cha pili ni ule uzoefu, tumezoeana sana. Kwa hiyo unakuta sometime kuna kwa ile kubebana. Nyinyi hamwezi mkatushinda na sisi tunawabeba, hatuwezi tukakubali kushindwa na wenyewe. Kwa hiyo ni lazima ule ushindani kwanza kuma nyumbani uwepo hadi kwenye mechi. Kwa hiyo ndio maana nakuta hiyo mechi ya siku hiyo lazima iwe ni kali sana, tena itakuwa ni ngumu sana. Ila kwa imani yangu na nilivyoandaa wachezaji wangu, nina uhakika ushindi ni lazima. Ndio. Kuna msemo ambao mwoga mnasema mazoea na tabu. Unajua sababu siku za nyuma hapa tulicheza na wenyewe kwenye mchezo wa kule chini B3, uwanja wa B3 kule, wamebatika kutushinda goli moja. Kwa hiyo wana ile mazoea kusema mbona hapo nyuma tumewashinda, kwa hiyo ni lazima tena twende tutawashinda. Ndio maana tunatumia ile kauli mazoea yanakuwa yana tabu. Watu wakishazoea tunashindaga, lakini nina uhakika kama hiyo mechi ya siku hiyo ushindi utakuwa upande wetu. Labda niongee kwa hilo kifupi. Ndio. Kwa hiyo unasema kwamba mechi hii itakuwa ni mwendo wa kichapo. Yaani kwa upande wetu mechi hii ni mwendo wa kichapo, tena kitakuwa kia mapema sana. Labda nihakikishie jamii kwa nilivyoandaa kikosi changu, nina uhakika na kikosi changu, na namshukuru Mungu kwa sababu mpaka hatua hii au siku ya leo bado wote ni wazima na wapo kwenye performance nzuri. Ndio. Kwa sababu tungetaka tupate maswali mawili matatu kuhusiana na timu ya D3. Na D3 kama D3 mpaka ifike kuitwa jina D3 ilitokana na nini? Ndio, D3 watu wengi huwa wanashindwa kuelewa. Nafahamu kijiji chetu ni D3. Kwa hiyo ile D3 tukaona tuchukue ile D alafu tukatiana ile 3 mwisho, ndio tukawa tunaita D3, ila ni jina tu ya kijiji chenyewe, hatujabadilisha kitu. Ni D ya 3 ndio tukawa tunaita tu D3 kwa ufupi kidogo. Ndio hivyo. D3 kama D3, hii ni timu ya level gani sasa hivi hapa kwetu Kambenya Rugusu? Kwa level cha kwanza D3 ni daraja ya pili, ila kwa ina level yake kubwa tu ambayo siwezi nikasema kama level ya kwanza au ya pili, lakini ni ya daraja la pili na level yake ni nzuri tu. Tukitaja hata timu 5 za daraja ya pili, D3 haiwezi shindwa kuchukua hata nafasi ya 3, nina huo uhakika. Na huo uhakika. Ndio. D3 shachukua tunzo ngapi? Tunzo D3 na wachezaji wawili ambao washachukua tunzo, ila imechukua na kombe moja tu. Bado haijafanikiwa kuchukua kombe la pili bado. Mnasema katika awamu hii ya ligi hii mnachukua tunzo. Kama tunzo zitakuwepo, nina uhakika tutachukua kwa sababu wachezaji wangu nao ambao wako mahiri, tukianzia kipa, katikati na huko mbele, na wachezaji ambao wako mahiri sana. Na kama ni tunzo ni lazima tupokonyewe tunzo moja. Hiyo nina uhakika kabisa. Una uhakika kuhusiana na hilo? Vipi kuhusiana na kapiteni wako? Ungetaka kumfahamu kapiteni wako, kwa majina anaitwa nani? Ndio, kapiteni wangu kwa majina ni jina ya Kibembe Iyelama Chumbe, ila kwa jina la uchezaji tunazoea kumuita Shavi. Shavi ndo tunazoea kumuita, ndo kapiteni wangu ambaye anacheza namba 10 uwanjani. Okay.
Tungeweza kupata hata naye mawasiliano mawili matatu naye kuhusiana na timu yake ya D3. Ndio, mnaweza mkapata mawasiliano na yeye, maana yeye yupo kwenye zoezi. Mkimhitaji yupo hapo, nitamuita aje aongee na nyinyi. Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji wa NDS TV Online. Ulikuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. One Day Yes TV Online. Sisi